Uraibu wa mihadarati na vileo ni tatizo ambalo limeathiri pakubwa vijana haswa katika shule ya upili na vyuo vikuu. Hii ni kulingana na ripoti ya NACADA ikionyesha kuwa 87.3% hutumia pombe, sigara 64.4%, shisha 41.2% na tobacco 22.1%. Addiction cuts across the board. It can catch up with anybody. So that is why we want to sensitize everybody from primary school children, secondary school children, university students. You heard the other day we had a report and showed that at least 8.5% of the university students are suffering from alcohol use disorders. So you can see it's a big problem that we have in this country, and that's why we are saying we are inviting everybody to come on board to fight this menace. Otherwise, we are going to lose a lot of people, and it does not discriminate whether you are rich or poor, whether you are young or old, whether you are a woman or a man. Actually, women are catching up with men so fast, especially when it comes to smoking shisha and marijuana. Katika hafla moja iliyoandaliwa katika taasisi ya mafunzo ya polisi ya Mbulbul, sekta mbalimbali kutoka serikali kuu, serikali ya kaunti na mashirika yasiyo ya kiserikali walihudhuria mkutano huo. Na kama tume leo tulikuwa na sekta mbalimbali katika idara mbalimbali za serikali kwa ajili ya kuhamasisha hasa wahudumu wa bodaboda katika eneo hili na vile vile wale wahudumu wa afya katika mitaa hii. Na lengo letu kubwa katika mazungumzo ya leo tulikuwa tunazungumzia hasa juu ya masuala matatu. Swala la kwanza lilikuwa wajibu wa bodaboda katika usalama wa barabara. Vile vile tulikuwa tunazungumza na wao kuhusiana na jukumu lao katika usalama na ujenzi wa amani katika sehemu yetu. Na vile vile tulikuwa tunatathmini ya namna vile ambavyo wanaweza kujikinga na athari ya matumizi ya madawa ya kulevya. Na vile vile mataasisi mbalimbali za serikali zinazoshughulikia masuala ya usalama, zinazoshughulikia masuala ya barabara au usalama barabarani, na vile vile sekta ya usalama kwa ujumla ziliweza kuhusishwa hapa. Mkuu wa tarafa wa Ngong na msimamizi mkuu wa kaunti ndogo ya Kajiado Kaskazini wamesema wanabodaboda wamekuwa wenye nguzo kuu haswa katika masuala ya usalama. Wanabodaboda ni watu muhimu sana ambao mara nyingi hutumika vibaya, na kuhamasisha mapema kwa mambo ya amani, kwa mambo ya madawa kulevya na mambo ya usalama, mara nyingi itatusaidia sana kuendelea kuweka usalama katika eneo hili la Kajiado North. Kupitia wanabodaboda na serikali kuu huwa wanatusaidia sana. Sisi tunaona wanabodaboda kama kwa kimombo wanasema partners wetu katika kazi hizi yetu ya usalama, na tunapenda to engage more. Tunajivunia kwanza kuwa hapa Kajiado North. Kajiado North is one of the best towns kwa sababu hata sio mambo ya amani. Wakati ambapo tumekuwa na uchaguzi, wakati ambapo tumekuwa na hiyo kuishi moja na mwingine, hatujakuwa tukitenganishwa kwa sababu ya kabila ama mahali ambapo unatoka. Kwa hivyo tunajivunia sana. Hawabebi kwa kuchagua mtu ni wa kabila gani, kwa sababu wanabeba Wakenya wote. Pia katika mambo ya security wako katika kipaumbele kuhakikisha kwamba wanashirikiana na idara tofauti kuhakikisha kwamba tunaweza kuweka ile security kwa njia ambayo inafaa. Wanabodaboda hao wamedai watatumia mafunzo haya kuelimisha wengine na kuzidisha uhusiano na vitengo vya serikali. Tumefurahia sana leo sababu ya ile mafundisho tumeweza kupata hapa. Ni vizuri tushirikiane na askari wetu sababu ya kuhakikisha kuna usalama ya kutosha. Na tena tunafaa kuelewa hawa watu wa bodaboda ni wengi sana na ndio wanafanya kazi huko ground. Sababu unakuta askari wetu ni wachache wale tuko nao, but watu wa bodaboda tuko nao kila route. So kama tuko nao kila route unakuta ripoti yoyote unaweza kupata kwa njia rahisi sana. So tumesema tujidishe hiyo uhusiano na tuweze kuendelea vizuri. Tulikuwa na upendo fulani kutoka kitambo. Sasa tu ni kidogo vijana wanaharibu, lakini sisi upendo wetu ulikuwa kwamba nikikubeba wewe kama mteja nikufikishe ukiwa salama. Nimeona kwamba umeingia kwa nyumba yako, umeingia vizuri ukiwa safe, ama gate yako nikuache kama uko sawa. Lakini kidogo kuna wale vijana ambao wadogo ambao wanaendesha pikipiki, wanafikiria ubebeba nini, uko na simu aina gani, baada ya kufikisha ukiwa safe kupora. Hiyo ndio tutajaribu kupigana na. Wito umetolewa kwa wananchi na wanabodaboda kuungana kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa taifa liko salama na vijana hawaangamii kutokana na tatizo la mihadarati na kutozingatia kanuni za barabara. Jamii ikiwa na amani, sasa jamii itaendelea. Unaona, pasipokuwa na amani hata uchumi, familia
afya, haya mambo yote yaweze kupatikana. Na ukizingatia sana wanabodaboda ni watu muhimu sana. Tunaweza kusema wao ni kama kitu ya kusambaza. Akiwa point moja anaweza kufikia watu wengi kwa njia tofauti tofauti. Kwa hivyo wao pia tukiwaelimisha watakuwa kama watu wa kusambaza hiyo habari. Mbali na tofauti zetu za kidini, za kijamii, za kisiasa, za kiuchumi na kadhalika, bado sisi ni Wakenya. Na tunahitaji hii Kenya sote. Kenya si ya mtu mmoja, si ya jamii moja, si ya chama kimoja, ni yetu sote. Na jukumu letu ni kuhakikisha kwamba mbali na tofauti zetu tutaendelea kuishi pamoja. Kwa hivyo huo ndio ujumbe tunaopatia Wakenya. Nelly Lusigi, Radio Domas.